Nashukuru. Hapa nipo kata ya Makurumla, mtaa wa Kagera, lakini nyuma yangu kuna mto unaitwa Mto China. Kama ambavyo mnajionea, hali ya uchafuzi wa mto wetu ni mbaya sana. Matakataka yamejaa hapa, yamekwama kwenye daraja hili la mtaa wa Kagera ambapo ni Mto China, na hivyo kupelekea kwanza uharibifu wa mazingira, lakini kuweka hatari kwamba mvua zitakaponyesha ni lazima eneo hili hapa litapata mafuriko na zitaanza kelele au malalamiko ya wananchi nyumba zao kujaa maji. Sasa nimefika hapa nikiwa nimeongozana na bonde la Wamiruvu, lakini pia vile niko na halmashauri na wataalamu kutoka TARURA. Kazi ya leo ni kutoa hizi takataka hapa, lakini jambo ambalo nataka nilitolee maelekezo kwanza kwa wananchi wa kata ya Manzese na kata nyingine ndani ya wilaya ya Ubungo ambao bado wana tabia ya kutupa matakataka kwenye mito na kwenye mitaro. Tabia hiyo ni lazima ikome. Lakini jambo la pili ni waelekeze NEMKI, bonde la Wamiruvu pamoja na halmashauri kitengo cha mazingira. Sasa ni wakati wa kusimamia sheria kuhakikisha kwamba hii hali ya uchafuzi wa mito na mitaro yetu inakoma. Sheria zipo, sio kwamba tunahitaji kutunga sheria mpya. Kinachohitajika hapa ni usimamizi. Na hii nataka niliongelee kwa kina kipana kabisa. Ni lazima NEMKI watoke ofisini waje wasimamie huu uchafuzi wa mazingira unaoendelea. Ni lazima bonde la Wamiruvu wasimamie mito na mabonde yao, lakini pia vile halmashauri kupitia kitengo cha mazingira ni lazima wasimamie sheria ndogo za udhibiti wa usafi wa mazingira. Sasa hatuwezi tukaendelea kukaa maofisini wakati hali inakuwa ni kama hivi. Jambo hili kwanza ni la aibu. Zaidi ya mwezi mzima nimekuwa nikipita hapa naangalia kama watu wanachukua hatua. Sasa leo nimeamua kuja hapa. Tumeleta mtambo wa kuchota matakataka kutoka mtoni. Tumeleta malori ya kubeba takataka hizi kupeleka kwenye dampo. Sasa lazima liwe zoezi endelevu kusafisha mito. Sio Mto China peke yake, ni mito yote. Lakini jambo la tatu ni waombe ndugu zetu wanaotengeneza bidhaa mbalimbali kwa kutumia plastiki. Kwanza nimeambiwa kwa mfano chupa hii ya rangi ya Mo Extra pamoja na chupa hii ya GSM Boost ya rangi. Hizi wale wanaokota takataka hawazinunui. Hazitumiki kwa sababu zina rangi. Kwa hiyo niwaombe na kuelekeza mamlaka husika, ikiwezekana rangi ya chupa hizi zibadilishwe ili ziweze kuwa zinakuwa recycled, zinaweza kurejeshwa kwenye matumizi. Lakini kwa hali iliyopo sasa hivi maana yake ni kwamba zinaendelea kubaki kwenye mito yetu na kuchafua mazingira. Bidhaa zao ni nzuri, lakini sasa ni wakati wa kuchukua hatua kutatua changamoto hii. Na hili ni jambo ambalo NEMKI wanaweza wakalifanyia kazi, kwa sababu wewe ndio umetoa kibali cha ujenzi wa kiwanda na ukasema kwamba umepitisha uchafuzi wa mazingira, hakuna tatizo. Lakini leo nimemwita hapa mtu ambaye anachakata hizi chupa, amesema hazinunuliwi au zikinunuliwa bei yake ni ya chini kwa sababu ya rangi. Kwa hiyo niwaombe GSM, niwaombe wanaotengeneza Mo Extra waende waangalie swala la rangi na chupa zao kutokuwa zinakuwa recycled ili waweze kutatulia changamoto hii. Lakini kubwa ni washukuru sana waandishi wa habari, na nyinyi muendelee kutoa hizi taarifa, kwa sababu taarifa hizi mnapozifikisha wahusika na wenyewe wanaona na kuchukua hatua. Leo nimewaita hapa na sitaki muende mkatoe taarifa ya kusifia. Onyesheni kwamba jambo hili kama nilivyosema ni aibu. Karne ya leo tunakutana na hali kama hii katika jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo. Hii haikubaliki. Na haya ndio maneno yangu mimi, kwamba sisi kama wilaya ya Ubungo kwetu hii ni aibu kuruhusu uchafuzi huu uendelee kuwepo, kuruhusu kwamba kesho na kesho kutwa mvua zitanyesha, hili daraja hapa litaziba. Likiziba maji yatarudi kwa wananchi. Tunaanza kuandika sisi kishabiki tu, daa pakaliki, mafuriko yaathiri wananchi. Lakini sababu ya mafuriko ni nini? Kwa naomba muendelee kutoa taarifa na kuonyesha chanzo cha tatizo kwa jinsi ambavyo mmeona na kushuhudia leo. Niwaombe sana waandishi wa habari, taarifa hii ipelekeni kwa ukubwa wake na kuonyesha kwamba kipindi hiki cha kiangazi ambapo hakuna mvua, basi tufanye kazi ya kusafisha. Lakini wananchi na wenyewe ni lazima wabadilike tabia. Majina anaitwa Diana Kimpute, ni mhandisi na tokea bodi ya maji bonde la Wamiruvu. Leo tuko hapa Mto China ambao uko kata ya Makurumla hapa Mburahati, na tumekuja hapa kwa ajili ya kusafisha mto, kutengeneza njia ya maji ili yaweze kupita vizuri na yasilete maafa kwa jamii na mali zao. Nichukue fursa hii kuwasihi wananchi wote wanaoishi katika maeneo haya kutokutupa taka katika vyanzo vya maji
na pia wasifanye shughuli zozote za kibinadamu ndani ya eneo la mto. Sisi sote ni mabalozi wa kulinda vyanzo vya maji. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu, wananchi wote mnaoishi maeneo haya ya mto China, kutupa takataka na kufanya shughuli zozote za kibinadamu ndani ya eneo la mto huu. Tutunze mazingira yetu ili yatutunze. Tone la maji lazima lihifadhiwe, tone la maji.